Shekhe, kuna gagaziko katika kipengele cha kuoa. Hapa naomba tutulie tupate mafunzo yaliyonyooka mashallah. Kwenye kipengele hiki cha kuoa, watu wengi hatujui ni wanawake gani haturuhusiwi kisheria kuwaoa. Maana leo utasikia mtoto baba mdogo anaruhusiwa kuolewa. Wengine wanasema ni upande wa baba tu, lakini upande wa mama ama mtoto mama mdogo huwezi kumooa. Wengine wanasema hapana, upande wa mama pia unamooa, kuna binamu huyo mtoto wa mjomba unaruhusiwa kuoa. Sheria inasemaje? Ni mwanawake wapi haturuhusiwi kuoa, tumeharamishiwa? Alhamdulillah, Sheikh Jaafar, Allah katika Qur'ani sura An-Nisa ametaja hii aya ndefu kabla juzuu ya sura An-Nisa, ndio kabla juzuu ya wal-muhsanat. Allah sema hurimat alaykum ummahatukum. Allah ametaja wazi katika aya ndefu kwa wanaume kwake kina mama haramu ambaye hawezi kumooa. Allah kataja mama yako mzazi na mama yako amekuonyesha umenyoa maziwa kwa lake, ndio na hii na sharti sio open. Dakiwa kama imekuja hadithi Aisha anyonye mara 5. Sharti unyonye mara 5. Sharti ya pili awe katika umri ya kunyoa maziwa sio miaka 3, miaka 2 hajavuka. Okay. Yani katika umri chakula yake ni maziwa tu. Okay. Wanawake wengine afika hata miaka 3 bado analea anakunyonya tu. Hata kama ana meno ameota kila kitu anakula haba ubabwa na haba ananyonya. Mtoto ya kudeka ile. Sasa ni lazima sharti miaka 2 hajavuka huyo mtoto, ndio na anyonye mara 5. Mara 5 siku 5 tofauti, au mara 5 hapo lakini kanyonya yeye mwenyewe, kaacha kabumzika, kaa kidogo, karudia tena mara 2. Asingilia mtu. Yani mara 5. Sasa Mungu anasema mama yako mzazi ni mama amekuonyesha, na vile vile anti yako, dada mama yako kabisa, na shangazi, dada ya babako kabisa, baba mmoja au mama mmoja, au mama mmoja peke yake au baba mmoja peke yake, huwezi kumooa. Qur'ani imeweka wazi. Kisha Qur'ani amesema na dada zako. Kisha Qur'ani kasema mke wewe umeoa mwanamke, lakini ana binti kwa mume mwingine, pia huwezi kumooa. warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum, ni sharti hii alati dakhaltum bihinna, ushafungisha ndoa umelala naye mamake, huyo binti yale kama binti yako huwezi kumooa. Lakini ufungisha ndoa lakini harusi bado umeacha, haba ruhusa. Na vile Qur'ani ametaja mke yote babako amefunga naye ndoa, sio kulala naye, na sio lazima kulala, fungisha ndoa babako kisha kaacha au tayari kama mamako, sawa, marfuq. Qur'ani ametaja sura Nisa aina hii. Sasa mtoto wa shangazi na mtoto mama mdogo hapa hawapo na huwezi kumooa. Mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba huwezi kumooa. Kwa hiyo pia inakuja ile kama ile umamani, manake huko hakuna kuoana umamani. Labda ubabani kuna kuoana kwa baba mdogo, baba mkubwa. Ndio. Sasa na vile vile Sheikh Jaafar, mtoto wako mfano wako anaitwa Abdulrahman, ndio kaoa mwanamke kwako wewe baba haram binti, kwa hata kama mtoto wako macha. Okay. Wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum. Okay. Mtoto wangu imamu kaoa, kamwacha yule mwanamke, siruhusiwi kumooa yule binti. Sasa Qur'ani imeweka nini? Kaweka neno moja, watu lazima Muislamu awaelewe vizuri. Mtoto wako katika mgongo wako. Okay. Min aslabikum, sulb, mtoto mgongo ile mzaa mwenyewe, sio mtoto wa mke wangu. Mtoto wa mke wangu je? Ni sawa, nimesema hapa ni mtoto wa mke wako, wewe ni haram. Okay. Lakini nakusudia mtoto wewe ambaye unaonekana na kuita amu, baba mdogo kiheshima, lakini wewe sio baba mdogo wake, binamu yako, ndio baba yake na babako ndugu, binti yake kumooa unamoa. Hii heshima anaita kama baba mdogo. Kwa nini? Huyu amezaa sio katika mgongo wako. Na ushahidi tunayo wazi, Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin am, Mtume anaitwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib ni bin am, yani wako ndugu. Abdullah bin Abdul Muttalib baba Mtume sallallahu alaihi wasallam
na Abu Talib bin Abdul Muttalib, hao ndugu. Mtume sallallahu alayhi wasallam na Muhammad sallallahu alayhi Ali bin Abi Talib bin am kabisa, baba yao ndugu, babu mshelewa. Lakini Ali amekuja radhiallahu anhu kwa Fatima radhiallahu anha. Kipengele hiko shekhe kinaeleweka mashallah, si haba. Gagaziko liko hapa. Mfano ulio wazi wewe na Sheikh Nuruddin Kishki, mfano wake. Baba moja mama moja, watoto zenu wanaruhusiwa kuoana? Naam, wanaruhusiwa. Oh, mashallah, limetosheka hilo shekhe. Asante.